Maafisa wawili wa polisi wa Kenya wamejeruhiwa vibaya katika makabiliano na magenge nchini Haiti wiki iliyopita, kwa mujibu wa maafisa watatu wa polisi waliotoa taarifa kwa shirika la habari la Reuters. Hili linaongeza idadi ya majeruhi wa wajumbe wa usalama wa kimataifa unaoongozwa na Kenya, ambao unakabiliwa na mashambulizi ya mara kwa mara. Kenya ilipeleka maafisa wake wa kwanza June mwaka jana kusaidia kurejesha usalama wa kutosha ili Haiti iweze kuandaa uchaguzi ifikapo Februari mwaka 2026. Ujumbe huo unaojumuisha takriban maafisa 1000 wa usalama, ambapo robo tatu ni wa Kenya, umekuwa ukikumbwa na changamoto za morali tangu kuanza kwake. Ujumbe wa MSS ulipoteza afisa wake wa kwanza mnamo Februari, na maafisa wameripoti kupotea kwa mwingine wiki iliyopita ambaye wanaamini kuwa amefariki. Taarifa kutoka kwa maafisa hao inasema kuwa majeruhi wa hivi karibuni walipatikana wakati wa doria za kawaida katika maeneo ya mji mkuu wa Port-au-Prince, sehemu ambayo kwa sasa inadhibitiwa na magenge yenye silaha nzito. Msemaji wa MSS Jack Ombaka alithibitisha kuwa maafisa hao wawili wamehamishwa Jamhuri ya Dominica kwa ajili ya matibabu. Kama ilivyo katika misheni yoyote, majeruhi hayaepukiki. Maafisa hao wa polisi wamesema kuwa magenge yamekuwa yakiwashambulia mara kwa mara na kulalamikia ubora wa vifaa vyao vya usalama. Mmoja wa majeruhi alipigwa risasi kichwani baada ya risasi kupenya kofia yake ya chuma, huku mwingine akijeruhiwa sikioni baada ya risasi kupenya kuta za gari la kivita. Kufuatia tukio hilo, magari 20 ya kivita yamesitishwa kutumika tangu wikendi baada ya maafisa kukataa kuyatumia wakihofia usalama wao. Hii ni mara ya pili kwa gari la kivita kushindwa kuzuia risasi, jambo linaloibua maswali kuhusu ubora wa vifaa hivyo vya ulinzi. Kutokana na hali hii, ujumbe wa MSS unapanga kupeleka ujumbe rasmi Washington wiki hii ili kuwasilisha malalamiko yao ya maafisa wa Marekani kuhusu ubora wa vifaa vyao vya ulinzi. Marekani imekuwa mfadhili mkuu wa vifaa na ufadhili kwa operesheni hii, lakini haijapata msaada mkubwa kutoka kwa mataifa mengine. Serikali ya Kenya imesema kuwa hatua yake ya kuingilia kati Haiti inatokana na sababu za kibinadamu, ingawa wachambuzi wanaamini kuwa hatua hii pia inalenga kuinua hadhi ya Kenya kimataifa na kujenga uhusiano mzuri kati ya Marekani na nchi ya Kenya. Wakati akijibu maswali kuhusu vifaa vya ulinzi, Ombaka alisema kuwa MSS inaendelea kupokea misaada ya vifaa kutoka kwa wadau na washirika wake, na wana uhakika kuwa vifaa vyote vinakidhi viwango vya kimataifa. Hata hivyo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani haikutoa majibu mara moja kuhusu swala hili. Maendeleo haya yanaendelea kuibua mjadala kuhusu mustakabali wa operesheni hii kwa usalama wa maafisa wa Kenya walioko Haiti.